Habari yako ndugu yangu. Mimi naitwa Elius Kabangire McBenfix na ni mwanzilishi wa Ziri Marketing Partners. Tunasaidia wafanyabiashara kuanzisha na kutangaza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii. Leo kwenye hii video nataka nikuoneshe mfumo na mbinu unaweza kutumia kujenga biashara yako na kuikuza kwenye mitandao ya kijamii kwa kujenga brand yako binafsi. Naomba nirudie hapa. Yaani badala ya wewe kutangaza biashara yako, unajenga brand yako binafsi na biashara yako inakuwa kwa wakati huo huo, tena inakuwa kwa speed kubwa kuliko wale ambao wanatangaza bidhaa au huduma zao. Hii mbinu inafanya kazi kwa wewe ambaye unafanya biashara ya bidhaa au wewe unayefanya biashara ya huduma. Sasa kwenye hii video nataka nikuelezee baadhi ya vitu, na mpaka kufika mwisho wa hii video utakuwa ushajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo kaa hapo, relax, na mwisho wa hii video nitakupa zawadi ambayo nahisi haujawahi kukutana nayo kokote. Cha kwanza, najua najiuliza maswali kadhaa. Najiuliza nikianzisha biashara niweke mtandao gani? Labda niweke Facebook, uweke Instagram, utumie mtandao gani? Wenda ushaweka Facebook au ushaweka Instagram, lakini bado unajiuliza ni kweli unabidi kweli uendelee na Facebook, uendelee na Instagram? Hayo maswali yote unajiuliza. Unajiuliza unapataje wateja wako? Unajengaje brand ambayo watu wanaiamini, na unauza vipi bila kuonekana kama unawalazimisha wateja kuweza kununua bidhaa au huduma zako? Sasa kwenye hii video nataka nikuelezee vitu vichache. Cha kwanza nitakuelezea makosa makubwa matatu ambayo watu wanayafanya ambayo yanasababisha wasitengeneze pesa kwenye mitandao ya kijamii. Cha pili nitakupa framework ya hatua kwa hatua jinsi ya kufanya kupata wateja na kutengeneza mauzo haraka. Na cha tatu nitakufundisha jinsi ya kujenga brand yako. Na mwisho nitakuelezea jinsi ya kuexecute mauzo, jinsi ya kupata mauzo, jinsi ya kupata sales bila kuonekana kama unalazimisha. Sasa mimi nilikuwa hivyo kwenye safari yangu ya kutengeneza biashara kwenye mitandao ya kijamii. Sawa, nilimaliza chuo, nikawaza nafanya nini, na bahati nzuri nikapata nafasi ya kwenda kufanya kazi Marekani. Wakati nipo kule nilifanya kazi kwenye baadhi ya biashara, baadhi ya makampuni, restaurant, kwa ajili huko nilikuwa nafanya marketing. Na wakati nipo kule kote nikawa najifunza na nikawa nawaza naweza nikafanya hii nawezaje kukuza uwezo wangu wa kutangaza biashara. Nikabidi niende kupata mafunzo zaidi ya marketing. Lakini hata baada ya kujifunza na kupata vyeti vya digital marketing, bado nilikuwa najikuta na kuwa mgumu kupata wateja. Kwa hiyo ikabidi nikae chini nijiulize, kama mimi ambaye nina huu ujuzi wa digital marketing, nina hadi vyeti, kwa nini nahangaika bado? Kwa nini nahangaika wakati kuna watu kwenye mitandao ya kijamii wanatengeneza pesa zaidi? Kwa hiyo ikabidi nianze kufanya uchunguzi, na nikagundua kwenye mitandao ya kijamii kuna makundi mawili ya wafanyabiashara. Kuna kundi moja la wafanyabiashara ambao hao wafanyabiashara mimi nawaita Zelim. Hao ni wafanyabiashara ambao kila siku wanajifunza, kila siku wanajaribu vitu vipya, wanashirikiana na hawafanyi biashara zao kwa kubahatisha. Kuna mfumo ambao wanaotumia ambao unawaletea matokeo kila siku. Siku ambayo ule mfumo haufanyi kazi, hawausingizii ule mfumo kwamba ni mbaya. Badala yake wanajifunza zaidi jinsi ya kuboresha ule mfumo wao. Hawa watu ni watu ambao wanajifunza kila siku, wanaona opportunities pale ambapo opportunities zinakuja kwa sababu wanaendana na mfumo. Kwa hiyo hawa watu wanaishi maisha bila stress kwa sababu ya mfumo wanaofuata kwenye kujenga biashara zao. Alafu kuna kundi la pili la wafanyabiashara ambao hawa wafanyabiashara ni kama watumwa. Bila matangazo ya kulipia hawapati mauzo. Sawa? Content zao hazileti wateja, hazishawishi, hawajui kufanya mauzo, hawajui kubadilisha wateja, kubadilisha followers kwa wateja. Yaani kila siku wanahangaika, wanaishi kwenye survival mode. Wanahisi kwamba mitandao ya kijamii imebadilika, inakuwa mibaya, imebadilika na inawafanya biashara zao zizidi kuwa mbaya, kitu ambacho sio kweli. Sasa hawa wafanyabiashara ambao nawaita Ziri, na hii kundi la pili la wafanyabiashara ambao nawaita Kashuma, haya ni makundi mawili ambayo yalinishangaza sana. Na mwisho wa siku yakanifanya nigundue kitu kimoja. Cha kwanza, kuna makosa makubwa ambayo wafanyabiashara ambao hawapati matokeo kwenye mitandao ya kijamii wanayafanya. Cha kwanza, wanajikuta wanachagua business model ambayo ni mbaya. Unaweza kuwa na kipaji kizuri, unaweza kuwa na bidhaa nzuri, unaweza kuwa na ujuzi mzuri, lakini business model yako, mbinu yako ya kupata mauzo, ile business model unayotumia, unakuta ni mbaya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni wanajaribu kuuza wanajaribu kuuza kwa kila mtu badala ya kuchagua kundi fulani la watu kwenye soko na kuwauzia wale watu. Yaani wewe kama unafanya hii biashara, kama unafanya biashara yoyote ile, either unauza huduma au unauza bidhaa, alafu unataka watu wote wanunue kutoka kwako, huo ni mwanzo wa kufeli biashara yako. Na hiyo ni changamoto. Na jambo la tatu ni kutokufocus kwenye kujenga brand zao. Hawa watu wanafocus kwenye kuuza bidhaa, wanauza bidhaa badala ya kujenga wao brand zao. Sasa
Kwa hiyo hayo ni hayo ni makosa machache kati ya makosa mengi sana ambayo hawa jamaa wanayafanya. Lakini kitu cha pili ambacho nataka nikuelezee ni unawezaje kupata sasa wateja bila hata kutumia matangazo ya kulipia au bila kuwa mtumwa wa matangazo ya kulipia. Sasa watu wengi waga wanadhani kwamba wanahitaji bajeti kubwa kufanya matangazo ya kulipia. Okay? So nitatamani sana actually kuna kitu nitakuonesha baadaye, lakini kwenye mitandao yangu ya kijamii ninatengeneza tangazo. Naliacha run kwa $5. Sawa. Na ngoja nifungue hapa nione kama nitaweza kushare hiki kitu na wewe. Lakini kwenye mitandao yangu ya kijamii ninatengeneza tangazo, naliacha run kwa $5. Sawa. Na hili tangazo linaniletea matokeo makubwa sana kuliko mtu ambaye anatumia tangazo kwa $20, $30, $50. Hili tangazo nimerun. Okay? Hapa nipo hapa hivi na kuonesha hili tangazo. Kuna hili tangazo nimerun. Sawa, nitakusomea baadhi ya data hapa. Hili tangazo nimerun kwa bajeti ya kila siku ya $5. Sawa? Limeenda kwa siku 20, siku 19 na nimetumia shilingi 0.07 kwa kila mtu aliyeclick kwenye lile tangazo. Alafu nimepata message 110. Sawa? Na at the same time nimepata followers 400 kwa hilo tangazo. Sawa? Imagine, na hiyo ni kwa $5 peke yake. Kwa $5 peke yake kwa siku. Sasa unaweza ukaona kwamba upaswi kuwa mtumwa wa matangazo ya kulipia. Badala yake inabidi uwe na mfumo ambao unakusaidia kupata mauzo hata bila kuweka bajeti kubwa kwenye matangazo ya kulipia. Sasa hapa nataka unielewe kwa makini. Matangazo ya kulipia yanakusaidia kupata watu wapya kujua biashara yako. Lakini organic marketing ni nzuri sana kama umeifanya vizuri. Sawa? Ni nzuri sana kama umeifanya vizuri. Wafanyabiashara wengi wanafeli kwa sababu hawajui jinsi ya kutumia content, kuleverage content, kutumia content kuongeza influence yao na kushawishi watu waweze kuamini na kununua kutoka kwao. Hiyo ni changamoto. Kwa maana hiyo, inabidi utengeneze content ambazo zinakuheshimisha, zinawaelimisha watu, lakini pia zinasababisha mauzo. Inabidi utumie Instagram, utumie Facebook na WhatsApp kama ecosystem moja ili ziweze kuletea mauzo yote kwa wakati mmoja, na at the same time hakikisha unaongeza engagement kwenye mitandao yako ya kijamii. Sawa. Sasa tuongelee jambo la tatu ambalo ni muhimu. Jambo la tatu ni unawezaje kuuza kwenye mitandao ya kijamii bila kujisikia kama unawalazimisha watu kununua. Hilo ni swali zuri. Tuseme tu ukweli, hili ni swali zuri. Unawezaje kuuza kwenye mitandao ya kijamii bila kuhisi kama unawalazimisha watu? Watu wengi sana wanaogopa kuuziwa. Hakuna mtu anayependa kuuziwa, lakini kila mtu anapenda kununua kwa sababu ukinunua unafeel unajisikia vizuri kwamba nimenunua, unajisikia uko empowered. Lakini wafanyabiashara wengi hawajui jinsi ya kuwafanya watu wajihisi kama wananunua, wajihisi kama wanapata nguvu ya kununua. Sasa definition ya kuuza sio kumlazimisha mtu kununua au kumtrick mtu kununua au kumshawishi sana mtu aweze kununua. Hapana. Kununua ni kumsaidia mtu aweze kufanya maamuzi sahihi. Sasa hicho ni kitu ambacho wafanyabiashara wengi hawajui. Sasa biashara nzuri sana hazisumbuki na kulazimisha wateja wanunue kutoka kwao. Mimi sijawahi kukaa nikalazimisha watu wanunue huduma zangu. Sijawahi. Okay, wao wanajua watapata nini wakifanya kazi na mimi. Kwa hiyo wao wenyewe wananitafuta. Kwa hiyo ina maana hapo nafanya muda wangu uwe na thamani kubwa sana, uwezo wangu wa kazi uwe mkubwa sana, lakini pia thamani ya kile kitu ninachokitoa, thamani ya huduma yangu iwe kubwa sana. Hicho ndio kitu ambacho kinatofautisha mimi na wafanyabiashara wengine ambao wanafanya biashara tuseme ya namna hii, kwa sababu wale unakuta wanalazimisha wateja kununua, wanatumia tricks kumfanya mtu uongo, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo upasi kufanya hivyo vitu kwenye biashara yako kama unataka kupata mauzo ya thamani kubwa ya high quality. Sasa unafanyaje? Hapa ni lazima tujifunze saikolojia ya mauzo. Sawa, saikolojia ya mauzo. Unafanyaje kuwafanya watu watamani kile kitu unachokiuza. Cha pili, una structure vipi vitu unavyoviuza ili vionekane ni vya thamani kwa mteja kuliko pesa walionayo, ili waweze kujisikia vizuri kununua kutoka kwako. Sawa, pamoja na mbinu nyingine ambazo unaweza kujifunza. Sasa kusema ukweli, siwezi kukalisha hapa nikakufundisha vitu vyote ninavyovifahamu kuhusu kutangaza na kukuza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii. Na hisi hilo jambo unalifahamu. Kwa maana hiyo, ili niweze kukusaidia, kama unataka kujifunza zaidi,
Kama unataka kuwa Zilim, kama unataka kuwa mjasiriamali ambaye unajifunza kila siku na unajifunza na watu na unapenda sana kutako challenges, ukikutana na changamoto sio tu kulia, ni unatafuta suluhisho la hiyo changamoto. Nataka nikusaidie. Nimekuandalia mafunzo mafupi. Ndani ya haya mafunzo nimejitahidi kweli kuyafanya mafupi. Na mle ndani nimekufundisha vitu vingi sana kwa ambavyo nimevizungumzia hapa. Okay? So, cha kwanza nimekuelezea vizuri kuhusu mitandao ya kijamii kiurahisi ili uielewe. Cha pili nimekufundisha jinsi ya kutengeneza brand ili uweze kutoka hapa na kama unataka kwenda kuelimika zaidi, kujifunza zaidi, unaweza kaanzia kwenye vile vitu ambavyo nitakufundisha leo na kuendelea zaidi. Cha pili, kutengeneza na kumanage content. Watu wengi wanajua kutengeneza tu content, lakini kwenye management ya content, kuhakikisha kwamba zile content zinafanya kazi sahihi, hicho pia utajifunza. Lakini pia unawezaje kupata mteja wako wa kwanza? Kama ni mfanyabiashara kwenye mitandao ya kijamii ambaye ni mpya, labda wewe ni beginner au tayari una biashara na unatafuta namna ya kukuza wigo wako wa wateja. Hizi mbinu unaweza kuzitumia za kupata wateja. Okay? Lakini pia mbinu za sales. Sasa hizi mbinu za sales nimezigawa kwa makundi mawili kwa sababu makundi mawili yanatofautiana. Kuna mbinu za sales kwa wanaouza bidhaa na mbinu za sales kwa wanaouza huduma. Sawa, kwa hiyo kama unauza huduma, kama unauza bidhaa, kuna mafunzo tofauti kwa ajili yako. Na kingine nitakufundisha pia customer service. Okay? Nitakufundisha customer service, jinsi ya kuwahudumia wateja na vitu vya kujifunza. Lakini pia nitakufundisha actually nitakupa burudani nyingi sana kwenye haya mafunzo. Na nimejitahidi sana, nimecompile vitu ndani ya muda mfupi ili kama unatafuta sehemu ya kuanzia kupata ujuzi sahihi wa kuanzisha na kutangaza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii, basi hii hapa itakusaidia. Sasa hii course nimekuwa nikiuza kwa baadhi ya wateja wangu kwa shilingi 200, 300 kwa mafunzo, lakini nitakupatia bure. Unaona? Kijana, nina roho nzuri. Unaona? Na kupatia haya mafunzo bure. Lakini obviously ukitaka kufanya kazi na mimi na kuingia ndani ya program zangu, naweza ngakufundisha hivi vitu kwa kina na tukapanga tunaweza tukakutana lini, tukakaa chini, tukastrategize, tukatengeneza mfumo bora kwa ajili ya kutangaza biashara yako zaidi na zaidi na zaidi. Utajifunza kule kwenye hii program, hii course ambayo ni course yako sasa nakupatia. Kwa hiyo naomba sana uithamini hii course kwa sababu watu wengi wanaopokea vitu vya bure hawavithamini. Kwa hiyo tafadhali naomba uniahidi kwamba ukienda kupitia hii course utaenda kuifanyia kazi. Kwa sababu usipoifanyia kazi sitopenda. Haiwezekani unapata ujumbe sahihi, unapata elimu sahihi, alafu hauitumii. Kwa hiyo kaifanyie, utakavyojifunza kavifanyie kazi. Lakini ukihitaji msaada wangu, unaweza kunitext WhatsApp, alafu tukazungumza, nikakupitia kwenye program. Either utachagua wewe mwenyewe kulingana na msaada wako unaohitaji, kwa shilingi 100 kwa coaching ya mwezi mmoja, kwa shilingi 500 kwa coaching ya miezi 3, lakini pia kwa coaching ya miezi 6 kwa shilingi 1,500,000. Na hiyo ya 1,500,000 mimi ninakutengenezea wewe mifumo ya kupata wateja na kukuza biashara yako kwenye mitandao ya kijamii pamoja na msaada wangu wa moja kwa moja kwa miezi 6. Alright? So tafadhali pitia kwenye hiyo course, jaza form ya kuingia kwenye course, kisha tutaonana ndugu yangu. Tutaonana. Karibu sana hapa Zilim Digital. Karibu sana kwenye community yetu ya wajasi ambao ni wajasiriamali ambao wanajitahidi kujifunza kila siku. Na kwa hiyo click kwenye link hapo chini. Jaza form ya kuingia darasani, kisha utakuwa umeanza darasa right away rasmi. Tafadhali enjoy. Utanipa feedback, lakini pia utaniuliza maswali kule kwenye madarasa. Utaniuliza maswali kama utakuwa na swali na una swali la kuniuliza, utaniuliza swali kule kwenye darasa. Alright? Karibu sana na tutaonana ndani ya darasa. Kwa hiyo click kwenye hiyo link hapo chini. Tutaonana darasani. Alright? Bye bye.